kitu wakati na mtazamaji wa TBC1, tuko katika ofisi ya kata ya Kisesa ambako Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amefika hapa kuangalia madhara ambayo yalitokea kutokana na vurugu zilizojitokeza Oktoba 29. Hii ni ziara ya kwanza ya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba toka kuapishwa kwake. Amefika hapa mkoani Mwanza na kikubwa amekuja kuangalia madhara ambayo yamejitokeza baada ya uchaguzi siku ya Oktoba 29. Kama unavyojua, hiki ni kipindi ambacho Tanzania inapaswa kuungana na kuwa pamoja baada ya uchaguzi. Hivi sasa mbunge wa Magu Bonaventure Kiswaga anazungumza na umati ambao umekusanyika hapa baada ya kupata taarifa kuwa waziri mkuu atatembelea eneo hili na kuangalia baadhi ya miundombinu ambayo iliharibiwa kutokana na vurugu za baada ya uchaguzi. Serikali inaona umuhimu wa mambo ambayo yalitokea tarehe 29 kama ambavyo mkuu wetu wa mkoa ametoa taarifa na taarifa nyingine imetolewa na mkurugenzi, ni kwamba kwa kweli tulipata tatizo hili. Ukiwaangalia wananchi ambao walikuwa na endelea na maandamano, unaona kuna ngeni kabisa kama ambavyo mkuu wa mkoa amezungumza, lakini tuseme tu kwamba tumeathirika pakubwa. Miundombinu yote ya serikali kama ambavyo umeiona na taarifa umepokea, lakini pia wananchi, wafanya biashara mbalimbali ambao baadhi yao wameibiwa maduka yao mengi. Kuna jengo hapa senta karibu kufunga biashara zao. Tanzania, jambo hili ambalo lilitokea tukulitegemea sisi kama hatukulitegemea, lakini kama nchi pia halikulitegemea. Tunaamini kwamba jambo hili halitajirudia kwa sababu wananchi wengi, na hatuna sababu kwa kweli ya kuzungumza hili tukimumia maneno. Jambo hili halikubaliki. Lakini ombi langu kwako Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaamini tathmini zimefanyika, taarifa serikali mnazo nyingi za kutosha. Niombe wananchi ambao wameathirika, wengine wamekopa kwenye mabenki, wengine wameuza ardhi zao wakajichanga, tuone namna ambavyo serikali inaweza kuona kwa wananchi hawa ili angalau waweze kuanza safari yao ya maisha kwanza moja, kwa sababu hali ambayo tunaiona kwa mji wetu wa Kisesa huu ambao umedhurika sana. Kuzungumza Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninajua kuna kazi kubwa ambayo imekuleta hapa. Kubariki sana. Ni wa Magu Bonaventure Kiswaga alikuwa akizungumza kuhusiana na kujitokeza
Moja wa TBC wanafuatilia matangazo mbashara na unayemwona hapo ni Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba akiwa katika eneo la Kisesa jijini Mwanza, na ni mwendelezo wa ziara zake ambazo amezianza katika mikoa mingine pia, lakini sasa ni mkoa wa zamu ya mkoa wa Mwanza, na hapo yupo katika moja ya kituo cha mafuta ambacho kilichoma moto mnamo Oktoba 29 wakati wa vurugu zile ambapo zilipotokea. Zilishuhudiwa mali nyingi za umma lakini pia taasisi binafsi zikiharibiwa, na sasa yuko anazungumza na wakazi hao wa jiji la Mwanza. Lakini kubwa ni kuangalia au kukagua na kuona kwa namna gani madhara yalijitokeza katika siku hiyo. Tunaomba radhi kwa tatizo la sauti na linaendelea kufuatiliwa hapo, lakini timu yetu yuko hapo tayari kwa ajili ya kukuletea matangazo haya mubashara. Ni katika eneo hilo la Kisesa, lakini hapo baadaye pia atapata nafasi kutembelea katika maeneo mengine. Twende sambamba tumsikie Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba anachokizungumza kwa sasa. Yale ambayo aliahidi, ambayo yako kwenye ilani ya uchaguzi yatatekelezwa. Natambua tuna miradi mingi ambayo imeainishwa kwa ajili ya jimbo lenu la Kisesa, kata yenu ya Kisesa. Nimesalimiana hapa na Mheshimiwa Diwani, mama shupavu kabisa. Tunataka kusalimiana naye hapa. Lakini yale yote yaliyopangwa kwa mkoa wa Mwanza. Mkoa wa Mwanza ni mkoa wa kimkakati. Amenituma niwahakikishie yale masuala ya maendeleo yanafanyika. Tukianza na yale masuala aliyoyaainisha yatekelezwe ndani ya siku 100, yakiwemo masuala ya bima ya afya kwa wote, tukianza na makundi maalum: watoto, akina mama na wazee wasiojiweza, yataanza ndani ya siku 100. Lakini yakiwemo masuala ya wananchi wetu kutopata shida wanapotokwa, wanapoondokewa na mpendwa wao, walikuwa wanapata shida ya kuzuiliwa mili ya wapendwa wao mpaka walipwe kwanza. Hilo na lenyewe linasitishwa mara moja, na Mheshimiwa Rais alishaelekeza na sasa waraka umeshatoka. Linaanza kutekelezwa ndani ya siku 100. Lakini si hayo tu, tuna uhitaji wa wataalamu wa huduma za afya kwenye vituo vyetu vingi tulivyojenga. Tunahitaji walimu kwenye shule zetu nyingi tulizojenga, hasa walimu wa sayansi. Hilo na lenyewe litafanyika ndani ya siku 100. Kwa hiyo kazi inaendelea. Pokeni pia salamu za makamu wa rais, na yeye yuko katika majukumu mengine ya kumsaidia Mheshimiwa Rais. Na mimi leo nimekuja kuwasalimia na kuwahakikishia hayo. Kazi imeanza. Bali na haya ya siku 100, tutasimamia utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Na nimeshapita kwenye baadhi ya miradi na nitaendelea kupita kwenye baadhi ya miradi. Tunataka miradi hiyo itekelezwe, tena itekelezwe kwa kiwango. Na leo kwa kuwa serikali yote wako hapa mkoa, endeleeni kufuatilia miradi yote itekelezwe kwa kiwango, na mawaziri watazungukia kwenye miradi. Na nimewaambia kila mkandarasi ajitathmini. Mkandarasi ambaye ameshachukua fedha ya serikali kwa ajili ya mradi, fedha ya Watanzania walipa kodi yao, ahakikishe mradi huo unalingana na fedha ambayo ameshachukua. Kuna mmoja huko ilipita majuzi akawa anafanya ubabaishaji, nikaelekeza akamatwe na asiruhusiwe kutoka hata kama sio mwenyeji wa Tanzania. Haya hatutakuwa na mtaanana, na tutafuatilia kila mradi. Nimeshaipokea taarifa na hapa Mwanza naendelea kusoma. Lakini pia tumesema hatutakuwa na mzaha na masuala ya maadili na nidhamu kazini.
tumesema lazima kila mtu kwenye eneo lake afanye kazi, na tumesema Mtanzania kila eneo tumesogeza huduma ya serikali kwa wananchi. Kila eneo watumishi, viongozi watatue kero za Watanzania. Ile danadana, atakayefanya danadana na sisi tutampiga danadana, na sisi tutamdana. Kwa hiyo ndugu zangu wana Kisesa, yeyote aliye na dukuduku afike kwenye ofisi iliyo jirani ya serikali. Jambo lake litasikilizwa, litatatuliwa, na lile ambalo linakosa utatuzi katika eneo husika litapelekwa ngazi inayofuata. Nataka kuwaondolee Watanzania usumbufu wa kwenda mwendo mrefu kufuatilia jambo ambalo limeshafika mikono ya serikali. Rai yangu kwenu wana Kisesa, jana wa Kisesa, tupende nchi yetu. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, Mheshimiwa mbunge wameelezea haya mambo yaliyotokea. Haya si mambo yanayotarajiwa kufanywa na watu wanaoipenda nchi yao. Zamani nchi zetu hizi zilikuwa na makundi ya aina mbili. Zilikuwa na makundi ya wenyeji na zilikuwa na makundi ya wakoloni wakiwa wametoka mataifa mengine, na baadhi ya vitu vilifanywa kutoka kwenye fedha ya wakoloni. Kuna vitu vichache sana ambavyo vilifanywa. Kwa hiyo ilitokea watu wakijisikia hasira wanaenda kuwakomoa wale walioleta vitu vyao kutoka huko kwenye nchi. Sasa hivi vitu vyote hivi vinavyofanyika ndani ya nchi ni nguvu yenu wenyewe wa Tanzania. Hata hapa tunatafuta jengo hili, linaitwa ofisi ya mtendaji wa kata. Lakini si mali ya mtendaji wa kata. Kwa Kisesa hii ni mali ya mtendaji wa kata. Hii ni mali ya mtendaji wa kata. Kajenga kwa hela zake. Hii si mali ya mtendaji wa kata. Hii ni mali yenu wana Kisesa. Na maeneo mengine unaweza ukakuta hata huyo mtendaji wa kata hata sio wa hapa. Siku yoyote anaweza akaondoka. Ataondoka na jeni? Si mali yake hii. Hii ni mali yenu nyinyi wana Kisesa hapa. Na huduma zinatolewa kwa wana Kisesa. Haya ni vizuri sana tunapokaa kule tunaambizana kwamba hii si mali ya serikali. Na mimi nimekuwa pale hazina miaka mingi pale. Tangu mwaka 2014 nilikuwa naibu waziri na baadaye nimekuwa waziri pale. Hakuna fedha inaitwa hii ni fedha ya serikali. Hata iliyojenga hii barabara, hakuna fedha unayoita hii ni fedha ya serikali. Hii fedha iliyojenga jengo hili, fedha yenu nyewe wana Kisesa. Yaani kwenye fedha yako kuna sehemu umejinyima ikaenda kujenga jengo la mahakama. Kuna sehemu umejinyima ikaenda kujenga jengo la ofisi. Kuna sehemu umejinyima ikaenda kujenga barabara. Kwenye biashara yako kuna sehemu ya fedha imekuja kujenga barabara. Si mali ya serikali. Ni mali ya umma, ni mali yako wewe Tanzania. Kwa hiyo akitokea mtu anakuambia ufanye jambo la aina hii, yule ni mtu anayehujumu nchi, anahujumu umma wa Tanzania. Kataeni mambo ya aina hii. Kataeni mambo ya aina hii. Kwa sababu hakuna mkulima anayelima shamba lake yeye mwenyewe alafu aende akawashe moto yeye mwenyewe. Nilishamwona mkulima wengine. Haipo. Hawezi kujenga mwenyewe
nchi yako namna hii, alafu enda ukaiwasha kwa sababu yeyote, kwa sababu yeyote ile. Hauna sababu yeyote inayotosheleza kwamba kuna sababu hii ukawashe moto nchi yako. Lazima haya tuamizane. Sisi wengine tuliozaliwa jamii za kifugaji kule, kuna muda sisi tuliozaliwa jamii za kifugaji, kuna muda tulikuwa tunalala kitanda kinakuwa na kunguni hivi, wanakusumbua. Tulichokuwa tunafanya, tulikuwa tunachemsha maji, unaenda unamwagia kwenye kitanda, unaondoka kunguni. Sasa wewe upate kunguni kwenye kitanda tu, afu ukuta umewasha moto nyumba nzima. Bengi na netima ngoso bana. Unachomaje afanya awashe moto nyumba nzima. Kwa hiyo hakuna sababu yoyote inayotosha ya kufanya uwashe uchome nchi yako. Na wale wanaohamasisha hayo, wafuatilieni vijana wenzangu, wafuatilieni. Moja, wale wanaohamasisha hata waishi hapa Tanzania, wao na watoto wao na ndugu zao wa karibu hawaishi hapa, na wengine hata uraia hawanao, walishakana hawana hata uraia wa Tanzania. Wao wanakuelekeza tu wewe choma hapo, alafu wanakuletea tu mtandaoni, twende tukutane hapa na hapo, Tanzania watakwenda. Hawapo, wanakuambia tukutane, wanakutuma wewe hapo Tanzania. Na wanakutuma huko wakijua hamna vurugu ambazo hazina madhara. Wanataka wewe uende pale ufe, alafu wao wapate hela. Wanafanyia biashara maisha yako. Wanafanyia biashara maisha yako. Hivi ni ziko familia zinalia, wao kule hela inaingia kwamba Tanzania wameuana. Hiyo ni akili. Wameng'ang'ana kabisa, kama vile wanauza mwili mmoja wamekomaa kabisa. Hiyo ndio wamekufa wangapi? Tuambie wamekufa wangapi? Wakifa wengi wao wanapata hela nyingi. Ulizeni wanaishi kwa kufanya kazi gani? Na Watanzania sasa wametupata kwa jinsi tunavyosahau mapema, wametupata. Haka wengine tunawaona ni watu wa maana sana au wanaharakati. Mmesahau juzi tu. Hawa wamewahi kupenda nini Tanzania hawa? Mwaka 2021 Tanzania tulipata jambo gumu kubwa. Tulifiwa na baba yetu, rais wa wakati huo, hayati Daktari John Pombe Magufuli. Wanaharakati hawa walifanya sherehe. Mmeshasahau sasa hivi. Hawa walifanya sherehe. Sisi tukiomboleza, wao walifanya sherehe. Wamekuwa na jema hawa. Wasiku wenzangu, umesahau mara hii? Umesahau kama hao walifanya sherehe? Wewe ukiwa na mzazi wako, mtu anafanya sherehe, baada ya mzazi wako kuondoka, anafanya urafiki na wewe. Nimeondoka Usukumani huko, siku hizi mnafanya hivi. Ndio mnafanya hivi. Walifanya sherehe hao. Wamewahi kupenda hili mchezo. Walikuwa wanapakaza hivi hata wakati alipoondoka baba yetu wakafanya sherehe. Hawa nendeni mtandao sinatuna hizo nguvu. Hawa ndio sasa hivi wamependa hivi. Hawa maisha yao wanaishi kwa kuchafua nchi. Wanaishi kwa kuchochea vurugu. Wanapewa fedha nyingi sana vurugu, watu wakiuana kwenye vurugu. Sasa unashangaa kwamba kumetokea vurugu na imeleta uharibifu. Unatarajia nini? Vurugu, popote penye vurugu pana madhara. Tukikataa madhara na tukiwataki madhara hayo, lazima wote tukatae vurugu. Sasa tumeweka utaratibu wa kisheria. Na mimi niwaambieni, kwenye tukio lililopita Mheshimiwa Rais alitoa msamaha kwa vijana waliokwenda kwenye vurugu bila kutambua wamefanya nini. Kuanzia sasa tunapokwenda, hatutarajii kijana aende kwenye vurugu kwa kisingizio kwamba hakujua kinachotokea. Kwa sababu
nchi yetu hii lazima tuilinde, wala hatutaruhusu nchi yetu iendeshwe kwa remote, kwamba kuna vitu viko kule vipeleke remote. Hatuwezi tukaruhusu hilo. Mungu aliwapa kila watu na nchi yao. Tanzania ni ya Watanzania, na mataifa yote yajue hivi. Mungu kawapa kila watu nchi yao. Tanzania ni ya Watanzania. Afrika ni ya Waafrika. Na ndio maana mama yetu amebadilisha na sheria. Anataka miradi mikubwa ifanywe na Watanzania. Wale wageni waombe kazi kwa makandarasi wa Tanzania, ili uchumi wa Tanzania ushikiliwe na Watanzania wenyewe. Sasa hii twendeni tukatae. Twendeni tukatae. Tuijenge nchi yetu, tuilinde nchi yetu. Kama tuna mambo ambayo tunaona tunahitaji kuyarekebisha, Tanzania ni mwalimu wa masuala ya aina hiyo. Tanzania imeongoza ukombozi wa nchi za Afrika, imeongoza. Kwa hiyo kama tuna jambo ambalo tunadhani tunatakiwa kufanyia kazi, yote haya yatafanywa. Kwa maana Mheshimiwa Rais ametoa mwongozo kwa namna ya kushughulika na masuala ya aina hiyo. Kwa mimi niliona jana wenzangu niwaambie haya machache katika salamu. Twendeni tuambizane, usije tukairudisha nchi yetu kwenye tukio kama lile tena. Usifanye hivyo tena. Waambieni na wengine, waelezeni na wengine, usije tukafanya jambo la aina hiyo tena, kwa sababu hatuwezi tukaruhusu uhalifu utawale kwenye nchi yetu. Hatuwezi tukaruhusu. Wale wanaochochewa, fungueni macho. Mmoja anayetumwa anakuja kuambieni haya. Yeye amelipwa. Wewe unatumwa uende kwenye vurugu. Yeye amelipwa. Tumeona wale wengine walifadhiwa pale majuzi vijana wanaompani, tunasongesha wote tunaombana M-Pesa. Eti sasa hivi jana anapokea bilioni 5. Bilioni 5 ni vituo vya afya vya milioni 510 amepewa vijana mmoja. Akafanya kazi gani? Akatafuta vijana wengine huku na huku, awape petroli, awaambie nendeni mkachome hapo. Anawafanyia petroli, muende pale mkauane. Yeye anabaki na fedha, anakula maisha huko aliko. Wanaishi hoteli za kitalii. Mimi hatufunui macho. Vijana wenzangu, tunarudisha kwenye ule mchezo ule wa kuwekewa katakataka kichwani hapo, unaambiwa kakianguka amekutania na mama. Wao wanataka, tumewaona juzi tu wakiwa wenzetu kabisa, anapewa mmoja bilioni 5. Bilioni 5 zimegawana wote. Hizo bilioni 5 zimeondoa umaskini wa kisasa. Eti zinaondoa umaskini wa kisasa. Hizo bilioni 5 zinaleta ajira kwa kisasa. Ajira zitatengenezwa kwa program mahususi. Imewekwa program mahususi. Umaskini wa Tanzania utaondoshwa kwa program mahususi. Ndio maana katika historia ya nchi yetu hakuna serikali imejenga miradi mingi ya umwagiliaji kama serikali ya awamu ya sita. Ndio hivi. Kweli wewe au mimi uko hivi. Hizo ndio programs zinazoweza kuondoa tatizo la ajira kwa vijana. Programs za umwagiliaji, programs za viwanda, na sasa hivi imewekwa kwenye siku 100 kila wilaya inabainisha programu yake ya viwanda. Serikali inalipia. Hayo ndio yanayotengeneza ajira kwa vijana. Na ajira 12 kwa mpigo ndani ya siku 100. Upande wa serikali. Si hayo ya watu kwa vijana wetu wanaopa bilioni 5 ili kwamba ndio kuhamasisha funga. Hayo tukatae. Mimi msije Tanzania mnapendwa sana kupiga hatua miradi ya maendeleo.
amesema sana hayati Magufuli, wivu wa vita vya kiuchumi. Watu wanang'ang'ana na wanamezea mate madini ya nchi yetu, na nchi zote zilizowahi kugundua madini haya mambo yalitokea. Tanzania imegundua madini adhimu, itakuwa nchi namba 1 Afrika kwa kiasi kikubwa cha madini. Ndio moja akawa anauliza, sasa kama madini haya yamegunduliwa, sasa mbona maisha yetu hayajabadilika? Ndio yamegunduliwa. Kwani wewe unaweza ukashiba chakula kidogo bado kiko kwenye shamba? Sasa kidogo. Ndio yamegunduliwa. Tanzania tunapokwenda tutakuwa nchi namba 1 kwa Afrika na miongoni mwa nchi 10 duniani zenye madini haya ya kisasa, uranium pamoja na madini adhimu mengine. Ni nchi miongoni mwa nchi 9 duniani, na kwa Afrika namba 1. Na watu wanamezea mate madini haya. Watayapataje? Lazima wagomanishi wa Tanzania kwanza. Wengine wakiona watu wanasakama Tanzania wanadhani wanamsakama Samia. Sisi wafugaji tunajua, chui akija kukutisha wewe, simba akija kukutisha wewe, hakuhitaji, anataka kuvamia wale unaowalinda. Watu wanaangalia madini, nyinyi mnaangalia uchaguzi. Watu wanaangalia gesi, nyinyi mnaangalia uchaguzi. Nyinyi mnadhani ni siku ya uchaguzi? Mleho. Amkeni. Kuna kamchezo pale kanachezwa na aliyeshika remote huko kule vingine. Amkeni. Mmenipata ndugu zangu? Sasa nilikuwa tunawasalimia. Asanteni sana. Leo sewawishe wenu. Mungu wetu awabariki sana. Twendeni tuambie na wengine. Na mimi hawa jamaa hawa wakiendelea kuchokoza nitafunua na wengine. Simtanilinda? Ndio. Simtanilinda? Ndio. Wakiendelea nitafunua. Wangapi watanilinda? Kama wase. Kwa wasante. Kama wase. Ndio ameiona. Tunjano. Twendeni tuambizane wote. Asanteni sana. Nashukuru sana. Mtazamaji wa TBC1, ni Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akiwahutubia wakazi wa kata ya Kisesa, ikiwa ni sehemu ya ziara yake hapa katika mkoa wa Mwanza, na bila shaka umeweza kumsikia akizungumzia baadhi, hasa akitahadharisha juu ya hamasa hizi ambazo zinafanywa na baadhi ya watu pengine kwa maslahi yao na kuvuruga amani kama alivyoeleza kwenye hotuba yake. Nasi sisi tuendelea kukujuza kinachojiri hapa kwenye ziara hii ambayo yuko hapa katika mkoa wa Mwanza, akiendelea na ziara yake ya kukagua hasa athari zilizotokana na uchaguzi wa Oktoba 29, lakini pia na kueleza masuala mbalimbali kuhusiana na masuala ya maendeleo. Na kama alivyosema, msisitizo wa serikali ya awamu ya 6 ni kuhakikisha miradi ya maendeleo ambayo imeanzishwa inasimamiwa na kutekelezwa kama vile ambavyo imekusudia. Mimi ni Egidius Audax, niseme tunaendelea na ziara hii, tuendelea kukujuza kadri anavyosimama na kukagua kwenye maeneo mengine. Endelea kuwa nasi kutoka Mwanza. Mimi sina la ziada, nirejeshe kwenu studio kuendelea na taarifa nyingine. Shukran sana Egidius Audax kutoka Mwanza katika ziara hiyo ya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Na hapo ilikuwa katika ofisi ya mtendaji kata ya Kisesa ambayo iliharibiwa. Uharibifu umefanyika hapo kwa kuchoma moto, lakini ndio kwanza ziara yake inaanza mkoani Mwanza. Hapo baadaye tutashuhudia akienda katika maeneo mengine, ikiwepo kituo cha mafuta cha Lugeye ambacho pia kiliteketezwa kwa moto, pamoja na kiwanda cha magodoro cha Banco, pamoja na mengine mengi. Sisi tuko hapa katika kujiuza kinagaubaga. Mimi ni Violet Mbaruku. Endelea kufuatilia vipindi vyetu hapa TBC1, ukweli na uhakika.